Majukumu ya kuwaamsha watu weusi nafikiri hayakuwa majukumu yangu tu. Huu ulikuwa ni wajibu. It's my responsibility. Mababu, mabibi, roho zilizopo, roho za miti, mawe, milima, mabonde, mabwawa, mizimu, ilinipa nafasi ya kwamba sasa tunakuchagua wewe ulisimamie jukumu hili. Kwa kukejeliwa, kwa kutukanwa, kwa kupondwa mawe, kwa vyovyote ni lazima ulichukue jukumu hili uwaamshe hawa watu. Sauti za mababu, lakini pia Mungu jua akanipa nafasi na kuwa na nguvu na uwezo mkubwa wa kuweza kujua ni wakati sahihi wa watu weusi kuweza kuamka. Kama unavyoona wakina Chief Chionda wa Chionda wako hapa kwa ajili ya majukumu, na wewe uko hapa kwa ajili ya majukumu, na wengine wengi, kwa sababu mvumo wa radi umeshapiga. Waafrika wameamka. 45% tunakwenda 15% zijazo ili kuelekea 60%. Waafrika wengi wameona ulaghai waliolagaiwa. Sawa sawa, hata wewe umeona kwamba ilikuwa ni hadithi. Tubakie tuheshimu, lakini tunajua ya kwamba zilikuwa ni hadithi za kuja kuiba fikra zetu huru. Zilikuwa ni hadithi za kuja kutunyonya. Zilikuwa ni hadithi za kuja kuchukua himaya zetu, kuja kuchukua utajiri wetu, kuichukua miungu yetu ya dhahabu, mafuta pamoja na almasi, ili waendelee kututawala kifikra. Kwa hiyo sio malengo. Nafikiri kila anayetazama anatambua ya kwamba yeye hapo alipo ana maswali ya kujiuliza. Wewe hapo ulipo, Mwafrika mwenzangu, haya mambo wakati unaletewa unasema ya kwamba ya kwetu hayana ushahidi, mambo ya kizamani, na ya kwako haya, nani alikuwa shahidi kule Bethlehemu? Nani alikuwa shahidi huko Madina? Nani alikuwa shahidi? Hatukatai ni imani za wenzetu zilikuja. Hatukatai wala hatuzuii kuamini imani hizo, lakini jambo la kujiuliza tu, kama zilikuwa imani zao, za kwetu zilikuwa ni zipi? Maana yake miungu yetu ilikuwa ni ipi? Atakapoweza kulijibu swali hilo akitumia kitabu, na sisi tutamwambia vilikuwepo vitabu. Sawa sawa. Wakitumia falsafa, na sisi ziko falsafa. Kemeti pale, ingia kwenye zile piramidi 3, kianzia piramidi Giza, wanakwenda kufanya nini kama hawasomi historia? Kama hakuna chochote, wanakwenda kutafuta nini? Kama historia ya imani za Kiafrika haikuwepo na miungu ya Kiafrika haikuwepo, wanakwenda kufanya nini? Kwa hiyo nashukuru kwa swali, japo nimelielezea kwa muda mrefu. Tutakuja na mada nzito na mada nzito sasa ya kuielezea hii historia ya Afrika na makubaliano mapya ya Waafrika kuamka kuelekea wanakotaka kuelekea, kufanikiwa wanakotaka kufanikiwa, kwa sababu huku ndio yaliko mafanikio ya kweli. Huku tutakwambia kapande mbegu ya muhindi itatoa mahindi, sio mbegu ya muhindi itatoa papai. Hakuna maombi ya kukaa kuweka mikono angani usubiri gari na nyumba. Tufanye kazi, tuwaombe mabibi na mababu watupe baraka ili tuweze kufanikiwa. Baraka zipo, utajiri upo, jiungamanishe na nguvu za kilimwengu. Nguvu za kilimwengu zinaweza kukupa matokeo ya utajiri na mafanikio, lakini tusiombe utajiri kwa maneno matupu ya kutumia vitabu. Huo ni uongo na ulaghai ambao Waafrika mpaka leo hii wamelagaiwa. Wanasubiri ahadi kwamba maisha yakiwa magumu hapa, kuna sehemu tutakwenda kula mchele mzuri, tutaogelea kwenye mabwawa, wanawake mabikira. Hii naizungumza, hizo ni ahadi za kilaghai. Tukienda kule tutakuwa na kazi sisi ya kukaa tu sehemu moja. Sasa kama kukaa sehemu moja kuna maana gani? That's a fake story, si ndio bwana? Milima ni lazima itupatie kile tulichokuwa nacho. Ardhi ni lazima itupatie kile tulichokuwa nacho. Maji ni lazima itupatie kile tulichokuwa nacho. Moto ni lazima utupatie kile tulichokuwa nacho. Ndio maana kwenye ulimwengu tunasema 5 elements. Sawa? Sheria 5 za ulimwengu. Kwa hiyo tunapokwenda huku sasa, tunataka tufanye vitu kwa uhalisia. Watu wameshaomba sana
Wameshaomba sana, wameshaombewa sana, hawapati matokeo. Sisi kwetu ni muda wa vitendo, sio maneno. Hii sio program, huu ndio uhalisia. Na ndio maana wajanja waandishi wachache walisema kwamba hawa watu watakuja kugeuka. Watakapoanza kujitambua, tutawaita watu wanaotupinga, kwa sababu tayari wameshageuza mawazo, wameona mawazo haya si sahihi. Walisha tabiri hata kwenye baadhi ya makaratasi na vitabu vyao. Kwa hiyo sisi tuseme tu ni wakati wa vitendo, mwanangu Kubrusa. Utayaona matokeo. Umasikini hautakuwepo, maradhi hayatakuwepo, vita hazitakuwepo, migogoro haitakuwepo, kwa sababu ardhi yetu itakuwa ni ardhi ambayo chakula kitakuwepo, sawa sawa, utajiri utakuwepo, rasilimali zote zitakuwepo. Tutawaita miungu wetu na mizimu wetu, tukiamua kukubaliana kwamba ni wakati sasa na sisi tuabudu vya kwetu. Tumwambie Mungu mkuu, universe, tupatie nguvu sasa kupitia mababu, maana ndio makuhani wenyewe. Wakati umefika. Asante sana. Shukrani sana kiongozi, shukrani sana jamani. Yani kuna vitu ambavyo nilikuwa hata sitarajii kuvijua, lakini nimevijulia hapa. Nimeshaingia katika fikra huru, lakini hapa ambapo tupo katika mjadala kuna vitu pia naendelea kujifunza. Narudi tena kwenu, wewe Mwafrika, wewe kijana mwenzangu, kwa sababu wewe ndio mjengezi wa dunia hii, wewe ndio mjengezi wa ulimwengu hii, wewe ndio nguvu kazi. Narudi tena kwako, embu acha kudanganywa. Tumeshadanganywa sana, tumeshatolewa akili sana. Utazidi kuwa hivyo hivyo chini, kila siku utazidi kunyanyaswa kiakili, kimwili, na fikra yako itazidi kuwa ndogo. Utakuwa maskini wa akili, utakuwa maskini wa fikra, utakuwa na maskini wa kila kitu. Na ndio maana huku tukaambiwa fikra huru. Ina maana vile vitu ambavyo tumedanganywa, vimefunikwa, tumefichwa, huku unaenda kufichuliwa na unaenda kuvitambua, na unaenda kuwa tajiri wa akili, unaenda kuwa tajiri wa fikra, na unaenda kuwa tajiri wa mali, kwa sababu kwetu kuna mali. Tunadanganywa, wenzetu wanakuja wanatudanganya na utamaduni wao, wanabeba mali zetu, wanatudanganya na utamaduni wao kwa kutuletea vitu mbalimbali vya uongo, kutuziba macho ili wabebe vya kwetu vilivyokuwa sahihi. Jamani, tuunganeni, tuingie katika fikra huru, ili fikra yako ikawe ya juu zaidi na ufanye kila kitu katika huu ulimwengu. Asante sana kwa kutufuatilia, mimi pamoja na viongozi wangu, kiongozi Chifu Chionda wa Chionda pamoja na kohani mkuu, ama tunasema kiongozi Alkebrani Matuta, ngome iliyokuwa imara, ambaye anatufundisha yale tuliyoyasahau. Shukrani sana, pamoja tunasema Otepo.